Mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Vijana na wanajamii kwa jumla wanahimizwa kuwatunza wazee nchini kama njia ya kuonyesha upendo kwa wakongwe. Katika hafla iliyojikita katika kuwaenzi wazee kwa kutoa mafunzo ya ushauri nasaha na kuwarembesha katika kaunti ya Nakuru, kashfa zimeendelea kutolewa kwa baadhi ya jamii ambazo zimekuwa zikiwaua wazee kwa tuhuma za kichawi. Mike Chalo na uketo wa taarifa hiyo. Njia ya kipekee ya kuonesha upendo kwa wazee, zaidi ya wakongwe 300 wenye umri wa miaka zaidi ya 70 wakikusanyika katika eneo bunge la Bahati. Unaona penye ninafanywa hiyo machanji, nasikia vizuri kabisa. Sababu nilikuwa nasikia kama kuna vitu inaendelea hivi. Ajuza wakisukwa nywele na kurembeshwa kucha sawa na kukandwa mili, huku wazee wakinyolewa. Yote haya ikiwa ni katika hatua ya kuwaenzi wazee katika jamii, huku pamoja wakiandaliwa mlo kama njia ya utangamano. Siku ya leo mimi nafurahi sana kwa kupika huu waja, nikatengenezwa nywele na hata bado nimegojea nitengenezwa mikono na miguu. Nimefurahi sana. Mimi ni mzee na ninafurahi. Nimekuja kutengenezwa kucha ya miguu, ya mikono, and you see how beautiful they are. Ninafurahia mpaka miguu ninafanywa massage. Najisikia sawa na poa. Nimekuwa sawa kabisa. Tumejumuisha kikundi cha wazee wa miaka 70 kuenda juu. Na hawa wazee ambao tumewaunganisha hapa ni kina mama na kuna kina baba ambao tumewaleta hapa, na lengo letu kubwa lilikuwa kuwaleta wapate raha. Wale wakuje hapa wafurahie, kwa sababu imetuguza kujua kuna wale wazee ambao hawawezi kutoka manyumbani, hawana mahali pa kwenda, kujipea raha tu. Na siku ya leo sisi tukasema tuwalete pamoja, wajumuike, wengine watengenezwe nywele, kama ni wazee wanyolewe. Wito ukizidi kutolewa kwa vijana kujitolea kuwashughulikia wazee wao sawa na kuonesha upendo wa dhati ili kutambua uwepo wao katika jamii. Watoto wanatuashiria, si mkuje mtutengenezee chage sisi, hata kama ni nywele, hata kama naeko ya ready, mimi niko tu. Hata tukienda na ndege tupelekwe, we are ready. Hatuna watoto watu wanakaa kwa nyumba. Na mimi nataka kuambia vijana hasa, tumewasahau wazazi wetu. Na tukisahau wazazi wetu, wengine hata wamekuja hapa unapata mzazi akimwaga machozi kwa sababu anashindwa watoto wake walienda wapi. Na ndio tupate baraka, tunauliza tu kwa heshima, tupende hawa wazazi. Ni responsibility ya vijana kutunza wazee ama wazazi wao. Na basi ndio Biblia inasema ya kwamba tuweze kuwaheshimu, na mimi niongeze hata kuwapenda mama na baba, ili siku yako wewe kijana iweze kuongezeka. Jamii ambazo zimekuwa zikiwakashifu wazee kwa tuhuma za kichawi na mwishowe kuwaua ili kurithi mali, zimetakiwa kubadili mkondo huo na badala yake kusaka baraka kwa wazee kwa kuwajumuisha katika shughuli za jamii. Mike Chalo, TV47. Mtazamaji,